malezi maana yake ni kutengeneza vizuri moyo wa mwanadamu na akili zake na tabia zake, atengezeke kiasi kwamba kwa mtu huyu vitatokea vitendo vizuri vyenye kuhimidiwa kwa mujibu wa sheria, na hata akili za wenye akili wataona kwamba huyu alichokifanya kiko sawa. Kwa namna rahisi, tarbia kwa mujibu wa Imamu Abu Hamid al-Ghazali ni kumrekebisha mtu ili awe mtu huyo anatija na manfaa katika jamii. Anayoyafanya kwa mujibu wa sheria yakubalike, lakini pia hata kwa mujibu wa akili za kawaida pia yakubalike. Ikitokea kwa mtu anayoyafanya hayaendani na sheria ya Allah, anayoyafanya hata kwa vipimo za akili zilizo sawa sawa hayakubaliki, huyo mtu amepoteza malezi, imma hakulelewa au hakuleleka. Maana kuna watu ambao hawakulelewa au wamelelewa lakini hawakushika hayo malezi. Hii ni taarifu ya Imamu al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kwa kuwa sisi ndio walezi, basi unaweza ukarejea kwa upana sana kwenye kitabu Ihya Ulumuddin juzuu ya 3 alipokuwa anaelezea masuala ya malezi. Utakuta mengi mno yatakayokufaa wewe kama mlezi katika eneo hili. Lakini pia Imamu Ghazali huyo huyo anapanua zaidi wigo wa neno hili kimanufaa na faida yake na umuhimu wake. Anasema i'lam, jua wewe, anna at-tariqa fi riyadhati as-sibyan, kwamba njia sahihi ya kuwazoesha vijana wakaenda kunakotakiwa, wakafata mstari na njia iliyo sawa sawa. Yeye anasema hili min ahammil umuri wa aukadiha, ni miongoni mwa mambo muhimu sana na ni mambo yaliyosisitizwa sana katika sheria. Kisha akasema wasibyanu amanatun inda walidayhi, na mtoto au watoto ni amana kwa wazazi wake wawili. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ametupa amana. Nadhani tunajua athari ya amana ni kwamba itunzwe. Unapoaminiwa, nihifadhie changu hichi, kitu changu, chombo changu, kifaa changu, kama ni amana, maana yake huruhusi kukiuza wala na wewe kukiazimisha wala kukisarifu unavyotaka. Inatakiwa kikae kwa uzuri na usalama na uaminifu kama ulivyoaminiwa. Sasa Imamu anasema hii ni amana ametukabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia akasema wa qalbuhu at-tahir, na moyo wa huyu mtoto uliotahara, uliosafi, jawharatun nafisa, maana ni kama vito vya thamani, ni madini ya thamani ambayo haijachezewa, uko safi, khaliyatun an kulli naqshin wa sura. Moyo wa mtoto mdogo hauna michoro wala picha wala mikwaruzo ya aina yote, ni plain kabisa. Allah anakukabidhi amana ikiwa katika sura hii, haijachafuliwa, haijaharibiwa. Lakini anasema Imamu Abu Hamid al-Ghazali, wa huwa qabilun likulli naqshin, mtoto huyu pamoja na kuwa ni safi, anakuja akiwa hana fikra wala jambo ambalo tayari amekuja nalo, amekuja akiwa safi kabisa. Lakini utambue wewe mlezi kwamba pamoja na kuwa yuko safi, hajachorwa, hajachafuliwa, lakini qabilun likulli naqshin, alivyo kimaumbile anakubali michoro yoyote, ukimchora itachoreka,
Ukimkwaruza mikwaruzo atakwaruzika, ukimchora chora mapicha yatakuwemo katika mwili wake. Maana kwamba sio hivyo alivyo, hana nafasi ya kuchafuliwa, ana nafasi ya kuchafuliwa. Anasema wamailun ila kulli ma yumalu ilayhi, nafsi ya mtoto inaweza ikamili na kuelekea kwenye kila ambacho anaelekezewa. Akasema fa in awada alkhaira, mlezi huyo akimzoesha mtoto mambo ya kheri, nashaa alayhi, atakulia hayo mambo ya kheri. Wasaida fi dunya wal akhirah, abawahu, wazazi wake au walezi wake wataishi maisha ya kheri na furaha na baraka, kwa sababu wamemlea mtoto katika mazingira yaliyo mazuri. Imamu Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah anaposema wa qalbuhu tahira, na moyo wa mtoto uliotahara, anaashiria kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anapozaliwa anazaliwa katika fitra. Fitra kwa maana maumbile sahihi ya kumjua Mwenyezi Mungu, hajawa na akida aliyokuja nayo, hajaja na madhhabi aliyokuja nayo, yuko safi kabisa. Na ukiangalia ile hadithi inayosema kullu mauludin yuladu ala alfitra, ukisoma mpaka mwisho utakuta namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyoweka mifano ya kueleweka juu ya hiyo dhana ya tarbia. Asema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anayezaliwa anazaliwa akiwa katika mazingira safi kabisa, hajaja na uchafu aina yoyote, si wa kitabia, si wa kiakida, si wa namna yote ile. Kisha akasema fa abawahu, basi hawa wazazi wake au walimu wake au walezi wake au wasimamizi wake, yuhawidhani, ndio wanaoweza kumfanya akawa sasa ana aqida za Kiyahudi, au yunasirani, au ana aqida za Kinasara, au yumajisani, au ana aqida za Kimajusi. Vitu hivi vyote anavipata kwa walezi, lakini hakuja navyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuweka zaidi akasema kamathalil bahima, kama mfano wa wanyama hawa wafugwao. Bahima tuntijul bahima, anazaa pia mnyama. Mbuzi anazaa mbuzi, kondoo anazaa kondoo, ng'ombe anazaa ng'ombe, ngamia anazaa ngamia. Akasema hal tara fiha jadaa, hivi kwenye ng'ombe wako, hao mbuzi wako, hao kondoo wako, hao ngamia wako wanapozaa, ushaona wewe ngamia au mbuzi au kondoo amezaa mtoto aliyekatwa mkia au sikio? Hal tara fiha min jadaa, ushaona wewe ng'ombe au mbuzi amezaa mtoto, amezaa kinda lake likaja likawa limekatwa sikio au mkia, au amechorwa kama tattoos kwenye mbavu na hivi majeraha yale, ushaona? Jawabu, hatujaona. Lakini mitaani tunawaona ng'ombe waliokatwa mikia au sikio wameraruriwa sehemu, tunawaona, hatuwaoni. Nani kafanya vile? Ima mchungaji au mwenye ng'ombe wake ameona ndio alama. Maana yake ni kwamba kama tunavyoona kondoo au mbuzi au mnyama yote katika hao, anapozaa toto linakuja likiwa safi kabisa, halijakatwa sikio wala mkia. Ila tendo la kukatwa mkia tunapoona limefanywa na mtu mwingine, maana yake ni kwamba watoto tunaopewa amana tunapewa wakiwa safi, hawajachafuliwa na chochote, si tabia, si aqida, si mavazi. Sisi ndio tunaowafanya wawe hivyo. Sisi ndio tunaowakata masikio na mikia. Huu mfano
ameutoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili kuonesha kwamba uharibifu unaopatikana kwa watoto wetu au jamii. Maana tunataja watoto kwa sababu ni nuktatul intilaq, ni mahala pa kuanzia. Lakini tunapokosea malezi kwa watoto, maana yake ndio tunakosea hata kwa wakubwa. Mtu akishakuwa hakupata malezi utotoni, anakuwa katika hali hiyo, maana yake ndio shida tunayoipata. Adha kubwa, matatizo mengi tunayoyaona hivi sasa yanatokana na watu ima hawakulelewa au hawakuleleka. Wamekosa tarbia. Na mtu akikosa tarbia, shida sasa haiwi yake yeye peke yake wala ya mzazi wake, kwa sababu huyu akishakuwa mkubwa anachanganyika na jamii. Atakuwa mwizi, atakuwa mbakaji, atakuwa mtu wa kufitinisha watu, atakuwa mtu wa kuharibu watu na jamii na kadhalika na kadhalika. Shida tulizozipata juzi na jana ni za watu waliokosa malezi. Ni maana yake mtu akikosa malezi hana muda wa kupima. Sisi katika sheria, hata ukijikuta umelazimika kufanya jambo baya, umekosa kulikwepa, basi tuna kanuni, unartakibu akhafa ad-dararaini, lenye ahueni kidogo. Kama umejikuta ni lazima, imeferi breki hii, lile pale jilevi linatukana, ima nimvae yule au nimvae imamu wa msikiti, livae jilevi ambalo halina manufaa. Kama umeshindwa ukaona hapa namna ya kukwepa wote haiwezekani, ima mimi nilale na mmoja hapa. Sasa yule mzee wa watu na tasbihi yake aenda msikitini kuswalisha, na lile jilevi linapiga yaleli linatukana, livae lile, punguze shida mtaani. Sasa maana yake kwamba ukiwa na tarbia unakuwa na muda wa kupima vitu, hata kama vina ubaya, wa kuangalia angalau ahueni iko wapi. Sema hali gani, sio marehemu bwana. Hata kama mtu anaumwa miaka nenda, lakini unamuza hali gani, leo kidogo afadhali, haonekani katika jamii, hashiriki majambo ya watu, lakini useme bwana angekufa. Hapana, hali gani afadhali sana kuliko marhumu. Sasa kwa kukosa hivi, kwanza tuelewe, ndivyo walivyoelewa wenzetu tarbia. Tarbia ni kulea na kuutengeneza moyo wa mtu. Hatua ya kwanza tunayokosea sisi, asilimia kubwa ya tarbia zetu, hatulei nyoyo. Uwezo wetu wote, hima yetu yote tumelenga katika miili. Takuta Pampers, mababy show, maduri gani, si chungu mzima, inakwenda mpaka ukubwani hivyo hivyo. Mtoto mdogo utakuta anapea nguo hata 20, mara hii dakika 5 kabadilisha, lakini ni mwili tu unaofaidika. Huu moyo umepata chakula chake, umepata unachokihitaji. Unaposema mwanadamu ni yule ambaye ameumbwa min tin, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yani unatakiwa unapolea ujue nalea jimwili hili, na natakiwa kulea na mwili na roho fi anin wahid. Wakati mmoja unatakiwa unatunza huo mwili, lakini pia ujue huyu kiumbe huyu ana moyo, nao unatakiwa kulelewa. Sasa tarbia yako ikiwa imelenga kwenye mwili tu na moyo, roho yake imekosa, na roho maana yake ni kumfungamanisha huyu mwanadamu na Mola wake Jalla waala. Sababu roho kama roho ni kitu nusu ya kuwa ni sir min asrarillahi azza wa jalla, lakini namna pekee ya kulea katika eneo hili ni huyu tokea mapema anafungamanishwa na Mola wake. Ndio maana utakuta katika mfumo wa malezi ya Kiislamu mtoto anapatikana, kuna hizo sunna za adhana, kuna vitu gani, kuna hakika na vitu kadhaa vyote. Hata kama hajafikia kuwa ana wai na utambuzi na ufahamu, lakini tafaulan asikie neno Allahu akbar min awwal alhudhur wa min awwal almajlis.
anakuja anasikia hayo. Lakini sasa kukosa tarbia, waweza kumkuta mama amejifungua ana siku ya 4 hospitali, kuna msalimia mtoto ashadhiniwa, baba yake hajaje. Allah sualuk, baba yake hajaje ndio nini maana yake? Yani hajaja mtoto ana siku ya 7, hajatamkisha, hajasikilizishwa adhani, baba yake huyu unaye wewe toka miezi kadhaa, aqallu min alqalil, miezi 9 yuko nawe, Mwenyezi Mungu mkojalia amekuja kupitia wewe, bado mkoja baba yake ambaye anakata mitaa huko. Si ajabu acheza zumna, drafti, bao na vitu vingine, au anapiga ulanzi huko, adhana Allahu min dhalika. Sasa unaona hii kosa tarbia kwa kweli imetugharimu na inaendelea kutugharimu, na kama hatukurejea kwa Jalla waala itaendelea kutugharimu. Tumesema, na ndivyo hata alivyotuashiria Imamu Abu Hamid, tumesema kabisa tunamnukuu huyu mkongwe kwa sababu hatuna jipya katika haya. Manake walichotofautiana wenzetu na sisi, wao wamelelewa vizuri na wakaleleka. Ndio maana leo ukisimuliwa ya watu wema waliotangulia hawa, sitaki kusema masahaba wala tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum, utaji tu hawa maulama wakongwe waliotangulia huko, walioondoka ulimwenguni miaka 500 iliyopita, 600, utaona sira zao kama si binadamu vile. Unajua hawa walikuwa wanakula saa ngapi, wanala saa ngapi, wanazaa saa ngapi, wasababisha mimba muda gani? Kumbe yote yanafanyika ni program nzuri tu ya kumjua Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinapewa haki yake na mustahaka, mambo yanaenda. Lakini sisi tunaishi katika maisha kama wanavyosema, tunaishi katika mji ambao hauko kwenye ramani. Mara niko bize, ukitazama ramani hakuna mji huo. Yani tumejishughulisha na mambo yamepita kiwango mpaka tumesahau yale majukumu yetu. Kimsingi kwenye nukta hii ya kuarifisha tarbia ambayo ni malezi, maana yake mzazi au mlezi au ustadhi ana dhima ya kuhakikisha huyu mtoto anautengeneza moyo wake. Na kwa walimu mtasimamia kidogo sana kwenye miili, kwa sababu watoto wanatoka kwa wazazi wao, wanakuja vizuri pale, wamevishwa vizuri na begi kubwa mgongoni, hasa ikiwa kwenye kile tunachokiita shule. Tarbia imeshindikana hata ile ya kuheshimu. Mtoto anavyoenda madrasa si anavyoenda kile tunachokiita shule. Jamani, hizi ni lugha. Tumeamua kuita chuo, tumezoea kuita madrasa, tumezoea kuita. Sasa usifikiri kitu kingine, bread ndio mkate huo. Yani tofauti ya lugha, usidhani kwamba una kitu kingine. Mtu kisema bwana yule amesoma, asoma madrasa, asoma madrasa. Yule pale asoma madrasa, asoma skuli ile. Asoma skuli ile. Wewe unatumia lugha nyingine ndio hicho. Sasa tunataka sisi ufahamu kwamba tarbia ni dhima. Nukta ya pili muhimu kuona, hii tarbia ya kutengeneza moyo, kumtengeneza na kumsimamia mwenye mwili na roho, dhima hii ni ya nani? Kwenye nukta hii tunaangalia maeneo yaliyobebeshwa dhima ya tarbia. Ni kina nani wana hii masulia ya kulea? Katika macho ya Uislamu, tarbia ni jukumu la wote. Tarbia au malezi ni jukumu la wote, isipokuwa wote huu hauzuii kuwa nani zaidi ni wazazi wawili. Na ndio maana ile hadithi iliyotaja kullu mauludi yuladu ala alfitra, zigo kubwa limeonekana ni la wazazi. Kwa nini wao? Kwa sababu hata tukisema mwalimu anahusika, ni baada ya wewe kumleta. Mwalimu atahusika, lakini wewe uwe tayari kumleta huyo mwanao madrasa. Lakini kama humleti, mimi nafasi yangu inakuwa haipo kwa mwanao. Kwa hivyo kwa mtazamo wa Uislamu, malezi ni jukumu la wote, lakini hawazidiani grade zao na nafasi zao. Tunatofautiana, tunazidiana. Zaidi kuliko wote ni wazazi wawili, au kama wanavyosema
man yaqumu maqamahuma. Ikiwa wazazi wawili hawapo, imma amefariki mzazi au wazazi, wanaoshika nafasi ndio watakuwa wana dhima ya kwanza. Lakini nafasi nyingine inakuwa ni ya jamii, wenyewe wanasema albia, mazingira ya jumla. Kwa sababu mtoto hata kama ashapelekwa darasani, lakini kutoka nyumbani kwao hadi darasani, hapa katikati kuna madrasa zimejificha ficha, hazitamkwi. Haya mazingira yanopita mtoto huyu kutoka nyumbani kwao hadi madrasa, hapa katikati pia huu nao ni muhimili unahusika, yani una majukumu ya malezi. Mtoto huyu kama atasumbuliwa na wahuni njiani, yale mazingira ya wahuni yanaweza yakamchafua. Anaaga mtoto naenda madrasa, hapa nyumbani anakuta wahuni, masela wale. Wewe unadhani ukisoma ndo nini? Ukijua hiyo Qur'ani, wewe ushaona kuna ofisi ya Qur'ani. Kwa nini itakuwa ndio kitu gani? Wanamvuruga maskini kama mtoto mwenyewe, hasa kama umri umesogea kidogo, miaka 7 8. Basi wewe njoo hapa, shika ganja hilo, shika nini? Wewe unajua anaenda anarudi, kumbe maskini ameharibiwa. Kwa hivyo tunasema albiatul amma, yani mazingira ya jumla haya nje ya nyumba yake na kabla madrasa, haya nayo yana dhima ya kimalezi. Yakistaarabika haya, yakiwa vizuri mazingira, mtoto anatoka anaenda madrasa, pengine nyumba anazopita ikiwa amekuta dirisha wazi, anasikia tu kuna Qur'ani inasomwa, hiki kasida nzuri za kimaadili, mpaka anafika. Haya malezi lazima haya yatanyooka. Ama sehemu ya tatu inayohusika na malezi, tunasema ndio hiyo madrasa. Na madrasa inaweza ikawa na jukumu kubwa zaidi katika eneo lake, kwa sababu wazazi wawili hawa mara nyingi hawana program maalum ya kudumu iliyosomwa wakahitimu watu. Lakini kwenye madrasa kuna walimu wamesoma hiyo elimu yenyewe ya malezi na nyinginezo, lakini wamesomea namna ya kugawa elimu kwa mwingine. Tunataraji hapa kazi zitafanyika kwa ufanisi zaidi. Kama hapa tulipo, inawezekana huyu kijana wetu mdogo aliyosomea Qur'ani, kama babu yake aidha mzaa baba au mzaa mama hakupitia madrasa, maana yake ana maana zaidi kuliko, ana vitu anavyojua zaidi kuliko. Kutokana na nini? Yeye amepata tarbia maalum kutokana na watu waliosomea. Utakuta madrasa inakuwa na shani yake, inakuwa na ukubwa wake, kwa sababu wanaotoa malezi pale ni watu ambao wamesomea kulea, wamesomea kuelekeza, wamesomea kukemea, wamesomea kushauri na kila kitu. Vitu ambavyo pengine nyumbani havipo, ni mazoea tu. Mtoto amezoea na kula na kunywa naondoka. Sasa tunaweza kusema kwa ufupi, maeneo yenye dhima ya kulea makuu haya ni matatu. La kwanza ni hawa wazazi wawili au wanaoshika nafasi zao. La pili ni mazingira ya jumla ambayo yanakusanya vitu vingi, yanakusanya humo mitaani wanaopita jamii kwa ujumla, yanakusanya vyombo vya habari, yanakusanya mabango yanayochorwa, yanakusanya magazeti, yani vitu vingi unavyoviona mitaani, vipeperushi nini. Mtoto anakwenda chuoni utakuta watu wanagawa vile vinini vipeperushi, anaangalia kumbe inatangazwa aina fulani ya bia au tangazo la kufungua aina fulani ya baa. Mtoto atasoma, atapenda yale yaona, habari imeisha. Sasa vitu hivi vyote kimalezi vina athari zake. Tayari ashapandikizwa kitu fulani pale. Lakini baya zaidi tunaloweza kuliona, hivi vitu ambavyo hatarishi kimalezi vya jamii kwa ujumla, Shetani kwa mchango wake mkubwa, si ajabu ukavikuta hata majumbani mwetu hivi. Maana kwa wengine wagumu kidogo watoto wao, kama hasa baadhi ya skuli zile ambazo zina vyombo vya usafiri, mtoto anachukuliwa nyumbani kwenye basi, anatuliwa shuleni.
shuleni, nyumbani. Wahuni hapa wakumdaka hawapo, lakini kule nyumbani wewe mtoto wako huyu ushamfungulia channel gani, si anaangalia watu, ndio yule nani, yule si alikuwa mwanamke wake yule, jana alimchukua yule, ndio vile umepigana. Mtoto mdogo huyo anaangalia, anajua kusema mwanamke wake, anajua kusema yule mpenzi wake, anaweza kusema yule amembusu. Yani vitu hivi viko sitting room nyumbani kwako. Yani sasa unamwambia umevikosa kule, usijali, hapa vipo. Yani hiyo ndio tafsiri yake. Usijali hiyo kwa umefichwa kwenye basi kutoka nyumbani mpaka chuoni, hapa utavipata tena kukamilifu. Basi atafunguliwa mtoto, siji komborela, siji vitu gani, siji nini vitu. Hatusemi watoto wetu wasinufaike na hizi, lakini kuwa mwenyewe upo unahakikisha kwamba hiki ninachokionyesha hichi akakiona mtoto wangu hakina madhara katika malezi yake, sababu ndio unamfundisha pale. Lakini unawacha nyinyi mkisha mzime hapo, unawacha remote, ukiondoka tu wanafungua wanakokutaka. Unamwachia simu yako, simu janja kweli. Watoto wanapata ujanja kuliko mama zao kupitia hizo simu. Sasa vitu hivi ukishavikaribisha wewe kwako, umechafua hali ya hewa, umenukisha kama walifanya washenzi. Umenukisha malezi ya mtoto wako. Maana yake sasa yale machache ambayo anastahi kuyafanya mbele yako, yale machache ambayo anastahi kuyafanya madrasa, hapa umempa uhuru wa kuyajua na kuyaelewa. Na kwa vyovyote vile, kwa kuwa kama tulivyoambiwa na Imam Abu Hamid al-Ghazali kwamba huyu wa qalbuhu tahira lakini qabilan li an-naqsh, unakubali kutiwa michoro, kukwaruzwa, unakubali mikwaruzo. Anakwaruzika mtoto huyu kweli. Nyumbani pale ulimwambia umesoma nini leo? Tumesoma dua ya kwenda msalani. Hebu usoma nikusikie. Iko vizuri. Lakini masaa kadhaa yuko kwenye runinga pale, anaangalia watu hawa wamelala kitanda kimoja, wamejifunika shuka moja, jinsia tofauti. Hawa wanamume wamevaa hereni na wamesuka nywele kama mama zao. Vitu hivi unamuonesha nyumbani kwako. Ni dhahiri wewe unabomoa hii tarbia min haithu la tashur. Unabomoa, na ndio utakuta kwamba sasa mpaka hivi ni mdogo, mpaka akishakuwa mkubwa sasa, mpaka nala hivi hawa kituambia kalaleni mapema, kumbe wana mambo yao. Yani anaanza kupata maarifa kweli, wanafikia umri hatari. Kuna mama mmoja mkoa wa Pwani, yeye ana shule tumezoea kuita chekechea, nasari. Aliita siku moja akamwambia, Shekhi, wallahi kimalezi tumefia hatari. Mimi siku moja niliwaruhusu vijana wangu wacheze tuna hivi, nikamwambia natoka, nikatokea mlango wa nyuma, nikajificha, nikakuta watoto wachekechea wanapigana. Imekuwaje? Nikasimika nitoki sasa. Kwa nini vipi? Wewe wanagombea mchumba. Wallahi alazim wa rabbil kaaba, mchumba wangu. Miongoni mwao kuna mtu ana mchumba wake, na kwa nini wewe ukakana karibu? Wallahi alazim. Nikaambia mwalimu, hebu fuatilia uone. Tukakuta haya tunayosema yameleta madhara hayo. Yani yale maovu tunayohofia watu wetu wasiaige mitaani katika bia, baadhi yake au mengi katika hayo tunawaruhusu wakiwa nyumbani. Vyombo hivi vina kheri zake nyingi. Vyombo kama television zina kheri nyingi. Kwa nini zisiwe hizo kheri? Hata iko michezo mingine si haina madhara hivyo, lakini kama mwenyewe uweze kucontrol kitu. Lakini unawacha huru, wanatazama wanachokitaka, wanaenda kwa channel wanazotaka zenye mabuso moto huko, ndio wanaona muda wote. Mzime mkisha ndio tutazima. Wanalala mpaka saa 6, wakiingia darasani kazi ya mwalimu ni kuamsha tu, dakika 5 kidevu kimegusa katika kitabu. Yani unawaharibia kila kitu. Sasa tunasema haya maeneo matatu ndio makuu, si katika ile mihimili. Makuu kama ni nguzo kitarbia. Kitarbia ni nguzo, tukimaanisha hawa ndio wenye jukumu. Lakini turudi kwenye nukta nyingine. Baada hii ya pili tumesema ni nani mwenye jukumu la malezi. Tumesema wazazi wawili
au mtu yeyote atakayekaa nafasi yao. Wa pili ni mazingira kwa ujumla wake. Umemwona mtoto wa mwenzako, mkemee kwa namna inayoendana na jamii yetu. Zamani kukemea, sisi tumetandikwa bakora na watu ambao hawatuhusu kabisa katika nasabu, lakini haikuwa kesi, bali ukenda kusema unajiongezea bakora za ziada. Sasa tunasema wakati huu haiko hivyo, lakini angalau hakikisha kuwakemea, angalau kama unapigana hakikisha unatenganisha, ugomvi unakuwa haupo. Unamwona, na sio wote watakataa kukemewa, wapo ambao wengine watakubali kukemewa, lakini usimwache mtoto wa mwenzako unaona kabisa yule anafanya jambo silo, ukaona wakati huu tulionao sio ule, kweli sio ule, tumesonga mbele kidogo, lakini wewe tumia wajibu wako kama mwana jamii, kama mwana mazingira, kumkemea huyu mtoto ili aondokane na hayo maafa ambayo tunaona yapo. Na tumesema muhimili masuulu mwingine ni madrasa, ambayo hii ina dhima kubwa kwa sababu ina watu wao wenye ilmu ya kulea, wamesomea kabisa, wana mitaala yao, wana vitabu vyao, wana kila kitu. Sasa ili malezi yawe mazuri sana na yawe mazuri yaridhishe, kwa kweli watu wote hawa washirikiane, watu washirikiane. Kivipi? Haya anayoyajenga mzazi yasibomolewe na huyu wa pili ambaye ni jamii au mazingira. Yanayojengwa na mzazi yasibomolewe na madrasa, lakini pia yanayojengwa na madrasa yasibomolewe na hao wengine. Mtoto akifundishwa leo dua kabla chakula, dua au dhikri baada ya chakula, isije ikabomolewa nyumbani, anakumbana na nyimbo za rusha roho, bandika bandua, mpaka hata wakati wa chakula mama yuko kule na radio chake, kisimu chake, ili mradi tu isimpite nyimbo. Vitu hivi ikiwa tunaharibiana, ndio ile mata yablughu albunyan yawma tamamihi in kunta tabni wa ghayruka yahdimu. Jengo laweza likafikia kukamilika likazinduliwa lini? Mata yablughu albunyan yawma tamamihi, lini litafika jengo hili? In kunta tabni wa ghayruka yahdimu, ikiwa wewe unajenga mwenzako anabomoa. Tusibomoleane, anayojenga mzazi asibomolewe na wengine. Haya malezi katika sura hii yatakuwa. Lakini tukirudi kwenye nukta nyingine, kuna vitu tunaviita nguzo, sio ile mihimili, nguzo za tarbia. Mara nyingi wanataja nguzo 5. Kuna mlezi, kuna mlelewa, kuna mpango ule wa kulea. Lazima kuwe na mpango kazi wa kulea, umepanga nini na nini. Lakini pia mazingira ya kimalezi, hayo lazima yawepo pia. Kwa kumalizia, lazima tuwe na malengo ya kimalezi. Umelenga aweje huyu kijana wako? Huwezi kusema Sheikh Sururi yule ni mwanachuoni, kwa hivyo bwana na mimi nataka mwanangu awe kama yule, nitampa jina la Sururi. Lakini humsomeshi, humpi maadili. Yani umepanga nini mpango kazi ili huyu mtoto awe na unompa jina la shekhe naye awe vile? Lazima uwe na malengo ya kitarbia. Unataka mtoto wako awe daktari mwema, basi unajua huyu hawezi kuwa daktari mwema ila awe amepata tarbia. Sisi tuna madaktari Dar es Salaam pale, tunajua wao shughuli zao tu kutoa mimba za wasichana wa sekondari ili wasikwazwe. Yani ni mradi mradi, anaingia mtoto ankochopolewa mimba, habari yake imeisha. Angejua kama ile ni kuua. Ukiua mtoto wa siku moja tayari roho ishapuliziwa, sasa anakuwa umeua mtu wa miaka 100. Yani hakuna tofauti, hakuna roho ndogo kwa mwanadamu. Madamu huyu ashapuliziwa roho, huyo ni mtu. Haiwezi katolewa mimba labda kwa sababu za kisheria,
pengine madaktari waaminifu wamethibitisha kabisa isipotolewa mimba hii aweza akafa na huyo mama mwenyewe, sababu amezaa kwa njia ya operation. Tulimwambia bwana ajitahidi kukwepa mimba mpaka hali itakavokava vizuri, lakini qadaan wa qadar imeshindikana. Huyu tukingoja mpaka ajifungue itakuwa shida. Sasa ima tungoje wafe wote au tuitoe. Hapo sheria shingo upande inakubali mimba itolewe kwa maslahi mapana ya huyo mama. Lakini sio tu wanatutambulisha nini tutafanyaje vitu vya ovyo kama hivyo katika Uislamu havipo. Kwa tusema hizi nguzo za malezi ni 5. Kuna mlelewa, kuna mlezi mwenyewe. Mlezi ni nani? Ni baba, mama au man yakumu. Ndio nini? Kikaratasi kicholetwa hapa jamani, sio bahasha. Kimeandika muda umebaki dakika 4. Msije mkasema kapewa peke yake. Sasa kama zimebaki dakika 4, tujaribu kugusia mihimili. Moja ya muhimili katika malezi unamhusu sana baba na mama. Muhimili namba 1 ni kuchagua mke na au kuchagua mume. Huo ni mmoja. Maana yake mtu asipochagua mke mwema au mume mwema, malezi yanaanza kuharibika hapo. Sababu ya kupatikana mtoto ni baba na mama. Sasa ikiwa baba mwenyewe yuko ovyo, mama mwenyewe yuko ovyo, ni dhahiri kwamba watashindwa kusimamia yale tuliyoyataja. Watakuwa na mambo yao mengine. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kulea vizuri ni kuchagua mke mwema au mume mwema. Anachaguliwaje? Nani mke mwema? Naamini tutayajua zaidi kwenye mada zitakazokuja mbele. Lakini hatua ya pili, huu ni muhimili mzuri. Muhimili mwingine ni kumwomba Mwenyezi Mungu kupata mtoto mwema. Mwenyezi Mungu anajua na anajua kwamba watu wanapenda wema, lakini Allah ameweka utaratibu kuomba ni ibada. Kwa hivyo wewe mwenyewe kwa makusudi uwe unaomba huyo mtoto mwema. Katika hili la kuomba litasaidia kuona kwamba unajikumbusha kwa kweli una nia hasa ya kumtaka huyo mtoto mwema, kiasi kwamba unaomba. Kuna siku kwa ndugu yangu Sheikh Juma tunatembea kuzungumzia mambo ya hija na hivi Maka, tukasema watu inaonekana mmebweteka na ile uwezo. Hakuna mtu anafikiria nani katika nyinyi ashawahi kuinuka usiku akaswali sala za sunna akamwomba Mwenyezi Mungu amruzuku kwenda hija, aitokee japo mmoja? Wallahi msikiti mzima hakuna aliyetokea. Hajawahi mtu kuomba Mwenyezi Mungu niwafikishe nifike Maka al-Mukarrama. Sasa omba kwa Mwenyezi Mungu kupata mtoto mwema kama walivyoomba wema waliotangulia. Adila zipo, lakini dakika 4 zinatufunga. Lakini jingine, ukishampata huyo mtoto mwema, wakati wa kumtafuta ziko dua kadha, nazo Sheikh Alfani atatusaidia kwa wakati wake. Usichukulie utani. Mwingine anamwambia utaweza bwana. Allahu akbar. Uhayawani umemshika, anaona utaweza dua saa ngapi, yani anastahili kwamba haiwezekani kukumbuka dua kwa namna alivyojilea vibaya, anaona utakumbuka hiyo dua. Na tunampa hongera huyo shangazi mpaka anakutikiza ukumbuki dua. Hongera shangazi. Ala kule hali ile kuomba ni katika tarbia, ina athari sana. Lakini pia miongoni mwa hayo uadilifu kati ya watoto wako. Kitendo cha kuwa muadilifu, kutenda sawa kati ya mtoto na mtoto, kimalezi kutenda sawa kunajenga malezi bora. Na kuonesha upendeleo usiokuwa na sababu kuna haribu malezi. Bwana wewe mzee anakuja, si baba yako wewe bwana, anakupagana nini bwana, mimi nanijua nini bwana. Tunataka mtoto huyu na huyu apate haki sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kushuhudilishwa zawadi ilitolewa na mzazi kumpa mwingine, kumpa mtoto wake. Akamuuliza, hivi watoto wako wote umewapa zawadi kama ulivyompa huyu? Akasema hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fanya uadilifu kati ya watoto wako wawili.
Na katika riwaya nyingine akasema, ondoka zako, mimi siwezi kushuhudia dhulma inayofanywa kwa mahaba. Kwa hivyo na maana kuwafanyia sawa watoto ni katika malezi, lakini pia miongoni mwa muhimili mwingine kuhakikisha kwamba tunawaepusha watoto katika majlisi au vikazi au vijiwe hatarishi. Kama tulivyoashiria, inawezekana ukawanusuru vilivyo barabarani, lakini ukawafungulia vijiwe vya hatarishi ndani mwako. Tumia chombo chako, runinga yako, kwa namna ambaye haitatengeza. Hakisha kila utachokifanya pale unaweka mchoro katika moyo wa mtoto. Jiridhishe kwamba hiki anachokiona hapa, ana kinukuu, ana pesti kuweka katika moyo wake, hakina madhara. Kama umeona hakina madhara, falillahi alhamdu wal minna. Ndugu zangu, kwenye mihimili iliyotajwa zaidi 10, na nilisema iko zaidi ya 10, lakini kwa kweli hii tuliotaja baadhi yake ni michache. Mnaweza kurejea vitabu kadhaa. Siku hizi watu wameandika sana vitabu, wengine wameandika tarbiyatul aulad, wengine wameandika tarbiyatu al-abna. Mimi na usulu jina al-auladi likai vizuri. Jina tarbiyatul aulad ni nzuri sana kuliko tarbiyatu al-abna. Kwa nini? Sababu al-abna malezi ya watoto wa kiume, sema al-aulad malezi ya watoto wote, haijalishi wanawake na wanaume. Ni vyema wazazi tuwe tunasoma vitu vya namna hii, aya za kina Luqmani zile walivyokuwa kuhusia watoto wao, na sisi tuziishi maisha yetu ya kila siku. Inshallah, kwa haya machache kutokana na muda naishia hapa, ili kupisha wenzetu wengine wachangie, na inshallah taala mwisho yote atujalie vizazi vilivyostaarabika, vizazi vyema, vizazi ambavyo vitakuwa vinafikiria kwanza kabla kutenda.